Yes people, welcome back to the channel. Naitwa Navigator Chinduli na leo bwana nipo zangu pande za Uhasibu. Nipo zangu pande za Uhasibu tena. Nipo zangu pande za kwa Azizi Ali. Kama unavyoweza kuona hapa mbele kuna bango kubwa linajieleza. Ngoja nikuoneshe. Linajieleza wapi tulipo. Hapa ni kwa Azizi Ali, Mtoni kwa Azizi Ali, na nimekuja hapa special kwa sababu ya kurudia video ambayo tulifanya kwa simu. So baada ya watu kuomba sana, leo nimeona bora nije nifanye. Unaweza ukaona hapa hiyo bango linaeleza ukinyoosha Mbagala, ukikona kulia Temeke, ukikona kushoto kwa Kabuma. So twenzetu tuweze kuona kwa Azizi Ali Mtoni inaonekanaje mwaka huu hapa 2026 katika muonekano wa HD kabisa. Hii ni barabara ya Kilwa Road. Na pale katikati ni mwendo kasi. Ukirudi hivi ukinyosha huku mbele unaenda kutokea mjini. Yaani hiyo ndio safari ya mjini. Na ukienda hivi ni Mbagala. So twenzetu kwa Azizi Ali tukaone mambo ambayo yanapatikana. Ni mtaa maarufu na hili jina ni miongoni mwa majina ya watu mashuhuri katika jiji la Dar es Salaam. Kama nilivyotangulia kusema katika video zilizopita kwamba Dar es Salaam ina wenyewe, na moja kati ya wenyewe wenye Dar es Salaam yao ni mzee Azizi Ali na mzee Saksi, mzee Tambaza, mwenye Tambwe na wengine wengi. So leo niko kwa mzee Azizi Ali na nilipata kusoma sehemu fulani hivi kwa maeneo haya kipindi hicho ilikuwa ni miaka ya zamani hiyo, manake ilikuwa ni mapoli kabisa ya simba. Kulikuwa na simba kabisa, yule mjukuu ndo alikuwa na hadisia, aliojiwa na kwenye kipindi fulani cha Azam TV. Yule ni mjukuu lakini na yeye sasa hivi ni bibi. Ndo alikuwa na hadisia kwamba zamani huku yalikuwa ni mashamba yao eneo hili. So kama unajua historia nyingine unaweza kuniambia, lakini kwa sasa ni eneo ambalo mashuhuri katika jiji la Dar es Salaam, na unaweza kaona liko paved kwa concrete road na street light kama unavyoweza kuona taa. So na sasa hivi linakaliwa sana na wanafunzi hasa wa TIA na wale wa Duse. So it is what it is. Na sasa hivi bado mapema, ni mishale kama ya saa 4:07 asubuhi kwa saa za huku kwetu ambapo na rekodi video hii. Ni saa 4:07 asubuhi. Unaweza kaona ndo wanafunzi wengi wanatoka wanaenda chuo na huku vyumba ni kuanzia labda 35 na kuendelea. Ni vile tu ambavyo wewe utataka chumba cha aina gani. Na zamani kulikuwa na rate kidogo ya matukio, lakini sasa hivi mambo yote yameisha. Kama nilivyokuambia kwamba katika video zilizotangulia kwamba hata wauni nao uzeeka. So sasa hivi zile rate za matukio kama zamani hazipo tena. Rate za matukio kama zamani hazipo tena, na sasa hivi kila kitu kipo safi na unaweza ukatembea kwa kujiamini bila shida yoyote ile. So this is Mtoni kwa Azizi Ali. So tuendelee. Na hii Mtoni kwa Azizi Ali inapatikana katika wilaya ya Temeke. Miongoni mwa cheapest district here in Dar es Salaam. Wewe kama unataka kuishi maisha cheap, basi karibu Temeke. So kama hii ndio mitaa yako, niandikia hapo chini. Mimi ndio niko mitaa hii huko. Na leo tuliamka na mvua kidogo. Mvua za hapa na pale, mvua za Dar kama nilivyowaambia. Ilinyesha lakini sasa hivi imenyamaza. Na jua linawaka linatoka, lakini itanyesha tena. Kuna kila dalili kwamba itanyesha tena. So tupo hapa Mtoni kwa Azizi Ali. Pia wewe pia unayo nafasi ya kuniandikia ungetamani mtaa gani turudie katika 4K hizi hapa au 1080. Hapa ni masjid.
watu huku pia ni watu wa Mungu ya. Kwa hiyo maisha yanakuwa poa sana maeneo haya. Nauli mpya zimetangazwa. Nauli mpya zimetangazwa na zitaanza tarehe 1 mwezi wa 5. Tutaanza ku experience nauli mpya ambazo zimeongezeka kidogo tu, sio sana. Kuna baadhi ya maeneo yameongezeka shilingi 100, maeneo mengine 200 na kama sawa, lakini haijazidi 500 kwa hizo basi za mitaani daladala. Lakini kwa basi za masafa marefu imeongezeka shilingi 74 kwa kilomita. So kwa mfano unaenda da Mtwara, mfano 540 hiyo na hivi tuseme 550 tufanye, japo haifiki huko. Kwa hiyo utafanya 74 mara 550 ndio utapata nauli. Kwa hiyo inaweza ikacheza kwenye 40 na kwa hiyo nauli zitakuwa zimepanda hivyo kutokana na hali ya kidunia. So tuendelee tu kuomba hayo mambo yaishe ili kila kitu kirudi katika afadhali, kwa sababu sote tunajua kama hali ni ngumu duniani. Nilikuwa natazama video ya sister mmoja anaitwa Glory, akaunti yake ya YouTube ni hapa nilipo, yupo Marekani, yupo jimbo gani sijui Marekani. Anasema kwamba vitu nako vimepanda bei sana, alienda kufanya grocery ya vitu fulani. Mambo yamepanda bei huko Marekani. So ukiona hadi watu wa Marekani na wao wanalalamika, basi ujue issue iko serious. Issue iko serious, kwa hivyo hatuna budi kuomba heri. So hii ndo mtoni kwa Azizi Ali. Kuna mtoni kwa Azizi Ali, mtoni Mtongani nimefanya kaangalie. Kuna mtoni Madafu, mtoni Kijichi. Huko kote nimefanya video, kazi angalie. Hujaonekana. So kaangalie, unaweza ukaona mambo kama hayo hapo ya mitaa yetu. Lakini huko kuna huduma za wifi. Watu sasa hivi wifi imekuwa ni business, vijana wana take advantage katika wifi. Maana mtu ananunua ile wifi ya unlimited, alafu anakuwa kama anauza package kwa watu kwa siku 500. Ukilipia then you are good to go. Unaendelea kustream na mambo yanakuwa safi sana. Huko hapa ni shule hii, baba anaenda shule if I'm not mistake. Kuna shule kule, sijui ni shule gani. Hatuwezi kwenda huko. Kwa hivyo hii ndio mtoni kwa Azizi Ali. Kwa wale ambao ndio mitaa yenu hii na mkoma mbele, hii ni miongoni mwa neighborhood ambayo imewatoa watu wengi kuwapeleka Mamtoni. Hivyo kama jina lilivyo, imewapeleka watu wengi Mamtoni. Miaka hiyo ya 90 mwishoni na 2000, watu wengi sana walikuwa wanapitia boda ya Mtwara mjini. Tena kuna guest yao inaitwa Chilindima. Kama unajua hii guest na ulishalala pale wakati unaenda bondeni, niandikia hapo chini. Chilindima ipo pale stendi. Wengine walikuwa wanapitia hapa bandarini, wanazamia, wanasepa. Watoto wengi, mabro wengi wa kipande hiki hapa cha Mtoni, Mbagala, Temeke hii walisepa miaka hiyo. Kwa hiyo wengi wameenda. Kwa hiyo kama na wewe ni miongoni mwao ambao uliishi hapa na sasa hivi kwa mama Mtoni, niandikie hapo chini. Tuweze kujua mambo yanaendaje. Asalamu alaykum. Tuweze kujua mambo yanaendaje na hali ilikuwaje miaka ya nyuma. Hata siku moja tunaweza tukapiga story, mliondokaje, kama mnaweza mkashare na sisi, kwa sababu sasa hivi wengine mna miaka 20 mambele, wengine miaka 10, wengine miaka 25. Na hii ndio mitaa yenu. So nyumba zenu mnaweza mkaziangalia, inawezekana zipo mpaka leo au ndugu zenu wameuza sijui wajomba wameuza. Lakini mitaa yenu ndio hii hapa. Hivi ndio jinsi kulivyobadilika kwa sasa. So
Masai amelewa au amekunywa kiroba. Masai ameingia mfumo wa watu wa Dar es Salaam, amekunywa kiroba, amelewa. So hivi ndivyo mambo yalivyo Mtoni kwa Azizi Ali. Wale ambao request, hii ndio mitaa ambayo imetoa watu wengi sana ambao wako mbele. Wako SA, wako US, wako Denmark, wengine wako Brazil, wengine kila sehemu tuseme. Sweden. Na wengine bado tupo hapa hatutaki atuondoke, bado tujapata nafasi ya kusepa. Maybe miaka ijayo na sisi tutasepa. Kwa sisi ndo tunailinda Mtoni. Unaweza kuona maghorofa nayo yameinuliwa hapa na pale. Kwa hiyo unaweza kuona barabara sasa hivi inapitika. Barabara inapitika. Na mambo yote yanakuwa vizuri. Kwa hivyo hivi ndivyo mambo yalivyo. Hapa sasa ngoja tuingilie huku tuweze kuona huku nako kuna nini cha kuofa. Lakini huku kuna mtaa unaingia ule pale. Na huku ukirudi hivi unaenda kutokea Kilwa Road tena. So ngoja tuingilie huku hapa. Hiyo ndo Mtoni wakuu. Kama unaijua hii mitaa, niandikie chini kwenye comment. Kama kawaida. So mvua imeanza ndena ndogo manyunyu tunaita. Mvua ya daa bwana haitabiriki. Na kama nilivyokuambia kwenye video zilizotangulia, hii ni mvua ya kuagia. Hii mitaa bado haijapigwa zege, lakini I hope so siku sio nyingi itapigwa. Afu kitu kingine ambacho nimekipenda katika wilaya ya Temeke, hasa Temeke Kongwe, imejengwa kwa kufuata mitaa. Wewe mwenyewe si unaona. Kwa hiyo kunafikika kutokea, unaweza ukafika. Ni jambo zuri sana. Watu wa Temeke walifanya kitu kizuri sana hao ndugu zangu. Na huku wenyeji sana ni wale ndugu zangu wa Ndengeleko, wa Zaramo na wa Makonde. Sasa wa Makonde wanaokaa huku sasa ni wa Makonde ambao tunaweza kusema wa miaka ya karibuni. Sio wale ambao wa Makonde Chale wenyewe wale typical kutoka Mozambiki. Wale wengi walikuwa wanakaa mitaa ya Msasani, Kawe na maeneo mengine kama haya. Lakini huku ni hao Makonde ambao wameingia tu miaka ya karibuni kutafuta maisha, yani miaka ya 80 labda. Sio wale concrete Makonde. Kwa hivyo ndivyo mambo ambavyo yana sound katika maeneo haya huku ya Mtoni. Kwa na wao wamekuwa ni miongoni mwa jamii za watu wa Temeke. Mitaa kama Kurasini pale wapo watu wengi sana. Walikuwepo watu wengi sana wa kutoka maeneo hayo. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa tafiti yangu miongoni mwa mitaa ambayo Dar es Salaam utawakuta watu wa jamii za Matilinia, basi ni huku Temeke. Utazikuta jamii zile za Matilinia, manake watu kutoka mikoa wenyewe wa Dar, Pwani na Morogoro, Songea utawakuta huko. Wengi utawakuta kwa wingi maeneo haya hapa. Na hapa ni msikiti mkubwa, I think ni msikiti wa Ijumaa labda. Na hii barabara huku inarudi hivi, tutarudi na hii hapa baadaye. Ngoja tunyooshe. Hapa ni msikiti mkubwa na huku mbele huku kuna reli. Nimeona kibao cha reli. So it means kuna reli. Lakini huku kuna shule Islamic Jitimai na mambo mengine kama hayo. So hivi ndivyo mambo yalivyo. Alafu kwa huku mbele kuna beach Matope tunaweza tukaiita. Kama kuna beach Matope. Kwa huko chini huko hatuwezi kufika huko leo kwa sababu tunaweza kusecure times kufanya mambo mengi zaidi. So hii hapa ni reli hapa inaenda bandarini. Ukifuata moja kwa moja unaenda kutokea
Kigamboni Darajani pale kwenye, ukifuata huku unaenda kutokea Kigamboni Darajani pale kwenye kwenye zile junction za daraja ukienda huku. Lakini ukienda huko ndio unaenda kutokea, tunaita wapi? Tunaita Mtoni Mtongani pale juu kwenye lile daraja, ambapo mbele kituo kinaitwa Msikitini, njia panda ya kuelekea Tandika kupitia I think Madafu. So ndio reli hii. Sana sana inakuwa inapitisha treni ya mizigo kutokea bandarini. Kama ushawahi kufika huko na mitikasi ukafanya mitaa hii, basi ndio hivi inavyoonekana. Kwa ngoja turudi. Tuweze kuona. So hii video hii imekuwa special kwa sababu huku sikupita katika video ya kwanza. Kwa hiyo hata leo mimi nimeona mambo mengine ambayo sikuyaona katika wakati nafanya ile video ya kwanza. So the reason what it is, hivi ndivyo mambo ambayo yanakuwa yanapendeza. Sasa hapa tunaweza tukachagua turudi na barabara hii au turudi na barabara hii. Lakini una interesting sana ni kurudi na ile barabara yepi? Barabara leo sitaki kupita kwenye matope kabisa. Unaweza kaona viatu nilivyovaa vyeupe. Kwa sitaki kupita kwenye matope kabisa. So tunaweza tukarudi na barabara hii hapa. Ngoja tuende na barabara hii. Tuanze na barabara hii. Tuone huku kuna kitu gani cha kutuofa. Kwa barabara hii huku kinyoosha moja kwa moja unaenda kutokea Kilwa Road kama nilivyokuambia. Hii huku sijui. So tuende tukaone huko mbele ya safari. Tukaone huko mbele ya safari. Mtoni Mtongani. Mtoni kwa Azizi Ali. Na wewe kama umewahi kukaa mitaa hii basi niandikie. Lakini kuna fursa nyingine hii hapa ya biashara za machupa. Niliwahi kuambia katika video fulani. Machupa sasa hivi au chupa sasa hivi ni big deal. Kwa hiyo kama kuna ndugu yako yupo huku da na wewe uko nje au hata wewe mtu wa da unatafuta biashara nyingine ya kufanya ambayo itakuhitaji mtaji mdogo na kuweza kutengeneza pesa nyingi kwa Wachina, basi ni chupa. Yaani chupa hizi ukiwa hata na 400,000 ukapata sehemu ya kuweka depo, tunaweza tukasema ushatoboa. Kwa sababu chupa ni alafu ni zipo nyingi, kwa sababu kama mji kama Dar kila siku watu wanakunywa maji na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo kufanya biashara hii, kama wewe unataka ndugu yako asikuombeombe hela, mpe mtaji afanye biashara ya chupa. Ili naye aweze kujikwamua, kuliko wewe kila siku kwa unampa hela. Utampa hela mpaka lini? Utampa hela mpaka lini? Kuna kufa na wewe kuna kuchalala huko mambele, watapata tabu. So ili tuweze kukata ule mzizi wa umasikini ambao upo katika jamii zetu, tupeane madili, sio tupeane hela. Yaani hela itaisha, utampa 5,000, kesho utampa $10, kesho kutwa utampa $30, euro 10 atatumia, zitaisha. So tunachotakiwa kukifanya ni kupeana mishi ambazo yeye mwenyewe atazifanya na atatengeneza hela yake mwenyewe, na hapo ndo atakuwa na adabu na pesa. Mimi binafsi sasa hivi sifagilii sana mtu akinipa pesa, japo napokea, lakini sana wewe nipe madili ambayo mimi yatanisaidia kuniongezea pesa mwenyewe. Ili hata siku nisije nikawa napiga magoti kwako. Ikitokea ile katika point of no return, kweli tunaweza tukafanya hivyo, lakini kwa kibongo tu tumeshazoea tu kupigana virungu, hata kama ni point tu za kawaida, weak point tu za kawaida. So kwa hiyo mimi nakupeni hasa watazamaji wangu hata watazamaji wangu wa mambele. Vipi babu? Leo nipo mtani kweli. Na mimi nikasema sikutani na mwanangu. Kawaida. Kama kaa. Ndo naendelea na kazi. 30,020. Kwa hiyo unaingia baadaye au leo ungi? Unaweza nikaingia baadaye sana. Basi kazi mwanangu. Basi baridi. Unaona kaa huko au wapi? Poa babu. Kwa nini si naenda kutokea tena kule? Hii nenda. Hii mpaka Wasibu. Wasibu mbaya. Hapa hamna kona. Hamna kona. Kuna kona za kupita. Kuna uwanja hapo mbele. Nakata utarudi kule. Mbona nipite? Poa. So unaweza kaona nimekutana na huyu mwanangu, tuko naye Kariakoo.
ya japo sijamuonyesha kwenye kamera kwa sababu ya privacy, lakini nipo naye Keiko. Wote tulianza kama mawinga na sasa hivi ana duka lake anaitwa Baraka Ulio. Ni Mchaga huyo, watu wa biashara sana. So ndo hivyo, kama nilivyokuambia, unaweza kufanya hivyo ili kuweza kuweka mambo yote sawa. Kwa hiyo hii ni Mtoni kwa Azizi Ali. Sasa kwa sitaki kupita kwenye matope, lakini haina jinsi, kwa sababu siwezi kutembea mpaka Uhasibu kwa kupita kule mbele. Hakuna interesting things to show, ni magodown tu. Lakini ndio hivyo, kuvuja kwa pakacha nafuu kwa mchukuzi. Kupita ndani huko inatuonesha sasa mitaa ya ndani, tuachana na sura ya barabarani ya Mtoni kwa Azizi Ali. Kwa hiyo tuendelee, na hapa ndo tunakuja kutokea katika ile shule kama ambayo tumeipita kule, ndio tunakuja kutokea huko. Kwa hiyo wewe kama unaijua au kama ulisoma hapa, tuandikie. Tuandikie chini kwenye comment. Mtoni. Sasa hapa ya baba ndo hii hapa. Hiyo kule inaendelea mpaka huko wapi huko? Uhasibu. Sisi tuende Uhasibu. Hii ni shule. Ni shule ya msingi Sabasaba, Mtoni Sabasaba. Shule ya msingi Mtoni Sabasaba. Kama ulisoma hapa ndo napita hapa. Hiyo Mtoni Sabasaba, labda zamani sijui ilikuwa inaitwaje. Unaweza ukaniandikia hapo chini. Mtoni Sabasaba hiyo. Madogo anasoma huko ndani, unaweza ukawaona. Madogo anachukua elimu huko. Wengine wanakula visheti. Maisha ya shule ya msingi. Unajua watoto wa shule ya msingi ujifunzaji wao hauhitaji stress. Yaani kupiga kelele ni sehemu ya kujifunza kwa wao. Yaani sio kitu cha kusema ile mind. Ukiwa mwalimu wa shule ya msingi unatakiwa uwe humble sana. Na ndio maana hata katika saikolojia ya ualimu, watoto wadogo wanafundishwa na wanawake. Inapendekezwa hivyo, wafundishwa na wanawake. Ingawa inawezekana wapo masela wanafundisha, so kesi, lakini wataalamu wa psychology na theories wanasema ni vizuri wakafundishwa na wanawake. Kwa hiyo ndo Mtoni kwa Azizi Ali. So niandikie hapo umekumbuka wapi ulivyoiona hii mitaa ya Mtoni kwa Azizi Ali. Mwaka gani uliishi huku? Hapa napita mitaa ya Sabasaba jogging. Unaweza ukaona wazee wa jogging. So hapa ni kituoni, I think sijui. Hapa tunapitaje? Hiki kilikuwa kituo kimeungua moto. Kule ndio kidogo kwao na dada hapa ndio kidogo mpanda juu. Wewe tufanya gari hii kwa hiyo. Wacha tufanye hapa kulikuwa kituo cha polisi, lakini kilipatwa na kadhia ya Oktoba 29. Kimeunguliwa. Hatuwezi kumulika, si unajua vitu vyenyewe hivi. Ni kama kawaida.
Alafu kuna kupita mbona kama nimesha choma. Mbona kama nimechoma. Ngoja nirudi huko. Sasa hizi jamani. Sasa hizi. Nikipita hapa sinaenda kutoka kule mbele mbele. Unatoka maana huko kule nikikwenda sinaenda kutokea 77 kule. Nataka nikutane na kile kibarabara cha zege kile. Kinachotokea barabarani. Au ndo nimekiacha kule nyuma. Okay. Mtoni kwa Azizi Ali, Mtoni 77 na maeneo mengine. Unaona? Kupotea huku nako kumesababisha tuone vitu vingine. Unaweza ukakuta umebahatika nimepita barazani kwenu. Huko zamani ilikuwa sio poa. Ukipita kama huko watu wanachukua vitu vyako. Sasa hivi unapita kabisa hivi tu huko. Ilikuwa sio poa zamani. Hii hapa fresh. So tumekuja kutokea huku tena. Kwenye kibarabara cha zege. Na nilichopenda mifereji haionekani. Unaona hapa ninapopita, hapo chini maji yanapita. Ndio mfereji. Kwa hiyo ni jambo zuri sana la kuweza kupigiwa mfano. Kwa hiyo hii hapa ndo Mtoni kwa Azizi Ali. Hapa nimekuja kutokea tena huku nikirudi naenda kutokea barabarani. So I hope utakuwa umekuwa satisfied kuiona Mtoni. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kugusa maeneo mbalimbali ya Mtoni. Na nahisi walau utakuwa sasa uko satisfied kwa hichi ambacho umekipata. Kama ndo hivyo basi like hapo. Lakini pia comment. Alafu tukutane katika video zinazoendelea. Tukutane katika video zinazoendelea. Hapa tukiwa tumpita katika ule msikiti. So mambo ni mazuri Mtoni kwa Azizi. Kwa maji yote yanapita chini hapa, uyaone mfereji, unaona hapo chini. Kwa hiyo hivi ndivyo mambo jinsi yalivyo katika maeneo haya hapa ya Mtoni. Hii ndo Mtoni mpya tunaweza tukasema. Kule stationari ni nyingi, kwa sababu stationari ni kama nilivyokuambia, huko ni mtaa wa wanafunzi wengi. Kwa hiyo stationari ni jambo ambalo necessary, lazima liwepo. Mtu akipata homework zake anakuja kuzifanyia nyumbani, zile kazi zile tunaita. Anakuja anatoa tu kwenye stationari kama hizi hapa. Kwa hiyo ni advantage hiyo hapo ya kuwa na wanafunzi wengi maeneo haya. Mimi nakumbuka wakati nasoma Morogoro, mtambo nilikuwa nakaa Mafisa, ila Mafisa hakukuwa na stationari. Mafisa kule kwa sababu usela ni mwingi, Mafisa viwandani hakuwa na stationari. Stationari mara nyingi zilikuwa tu maeneo ya Mombo, lakini maeneo mengine kama Bushman stationari zilikuwa nyingi. Zilikuwa nyingi sana. Na vitu vingine. Kwa hiyo pia hapo tunaweza tukaongeza advantage nyingine ya miji kuwa na vyuo vikuu
wenyeji wanafaidika kujiongezea kipato, kwa sababu wanafunzi watapanga kwenye nyumba zao na mambo mengine kama hayo. Hata kwetu Mtwara tumpangisha wanafunzi wa chuo cha sauti na chuo cha utumishi wa umma, na sasa hivi kuna chuo kingine kinaitwa Musti tawi la Mtwara, lakini kile wale watakuwa na hostel ya kwa hiyo chuo cha sayansi. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo. Mimi sina la ziada, tukutane katika video nyingine. Sijui exactly nitakuwa wapi. Kwa cha kufanya tu turn on notification, sasa kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Leo nilikuwa mtoni kwa Azizi Ali na tumeitendea haki kwa kiasi chake.